Zuio lake liliendelea hata baada ya kufariki, na baada ya mwenyekiti wa chama hiki cha wakati ule Freeman Mbowe alipotoka, na baadaye huyu ambaye sasa ni mtawala wa mabavu aliyekuwa madarakani wakati ule tulikuwa tunamtambua kama rais, alisema anaruhusu mikutano ya siasa kufanyika. Sasa tumefanya shughuli za kisiasa kwa kipindi hicho na katika mazingira magumu sana. Mwenyekiti mwenyewe aliyekuwepo wakati ule Mbowe, mnakumbuka, alifunguliwa kesi ya ugaidi na alikaa ndani kwa miezi 8. Sasa baadaye tena mwenyekiti wa chama chetu ambaye alichaguliwa tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2025, muda mfupi tu baada ya miezi miwili baadaye au miezi miwili na nusu baadaye, akakamatwa, akawekwa ndani na akashtakiwa kwa kosa la uhaini kwa kauli ambayo aliitoa katika ukumbi huu wakati anazungumza na wale ambao walikuwa ni viongozi wa chama na ambao walikuwa watiania wa ugombea ubunge, udiwani hapa ambao kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na alikuwa akiwaeleza kuhusiana na msimamo wa no reforms no election. Sasa akafunguliwa uhaini na ni kesi ambayo mpaka hivi sasa inaendelea kumtesa. Tarehe 14 ya mwezi wa 4 Said Issa na wenzake wakafungua kesi dhidi ya chama chetu ambaye ilifikia kupata wao jaji wa mahakama kuu Hamidu Mwanga tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 akaweka zuio dhidi ya chama chetu kufanya shughuli za kisiasa, licha ya kwamba kuna uamuzi wa mahakama ya rufaa wa mwaka 99 ambao unasema mahakama haiwezi kuweka zuio kuhusiana na shughuli za kisiasa, na ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi. Sheria ya vyama vya siasa inasema kwamba hata chama cha siasa hakiwezi kufutwa au kusimamishwa kufanya kazi shughuli za siasa katika mwaka wa uchaguzi. Lakini katumika njia hiyo haramu kwenda kupata zuio mahakamani, na mahakama huyo Jaji Mwanga akakomaa na akashupaa, hata baada ya kuambiwa kwamba kuna uamuzi wa mahakama ya rufaa bado akakataa, mpaka uamuzi huo ulipokuja kupinduliwa tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa kulikuwa na jitihada nyingine dhidi ya chama chetu hiki ambazo zilikuwa zimeanzishwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ambaye alikataa kutambua uongozi au sekretarieti nzima ikiongozwa na katibu mkuu wa chama na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu ambao walikuwa wameteuliwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Wakasema kwamba ile akidi ya baraza kuu la chama haikutimia ile siku ya tarehe 22 ya mwezi wa tarehe 22 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025. Hiyo imetusumbua sana mpaka kuelekea anakazuia na ruzuku na chama kazuia kufanya kazi. Na yasema haya yote sasa kuonyesha mapigo ambayo chama hiki kimeyapitia, na mwisho wa siku kimeonekana kana kwamba ni adui. Lakini tarehe 29 mwezi ule wa 10 2025 tunakumbuka iliyotokea mauaji ambayo hayajawahi kutokea katika nchi yetu yalifanywa na polisi na serikali hiyo haramu ambayo iliamua kuua maelfu ya Watanzania. Hata tukienda kwa takwimu ambazo hatuzikubali za hiyo tume inaitwa ya vurugu ya Jaji Chande ambayo kusema watu 518 bado ilikuwa ni kiwango kikubwa sana cha watu waliouawa. Na baada ya hapo watu wengi sana walishikwa, wakawekwa ndani, wakafunguliwa kesi nyingi za uhaini. Watu wetu wengi ambao vijana tu ambao wanahusika kwamba wanajinasibisha na Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakawekwa ndani. Makamu mwenyekiti wa chama chetu John Heche hata kabla ya uchaguzi alishawekwa ndani kwa siku 21, na viongozi mbalimbali wakashikwa, kufanyiwa, ikabidi wengine wakakimbia. Viongozi wanachama wengi wa Chadema ikabidi wakimbia hata wakae nje ya nchi. Sasa tumekuja, chama kimefunguliwa, kimeanza mikutano ya katiba mpya na Free Tundu Lissu ambayo imepokelewa kwa mwitikio wa ajabu sana na mkubwa sana kutoka kwa Watanzania. Watanzania wamekubali Chadema wakitambua kwamba ndicho chama kikuu cha siasa nchini na ndio tegemeo pekee la ukombozi wa kweli wa nchi hii kwa Watanzania. Hiyo kampeni za mwezi mmoja tu zimewafanya CCM wakaenda mtero. Njia iliyokuwepo ni kutumia njia haramu ya huyu anaitwa waziri wa mambo ya ndani Petrobas Katambi, akisaidiwa na anaitwa waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Mwisho wa siku wakaamua kusema kwamba
wamepiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa. Ukimuuliza chini ya kifungu gani, hakuna anachoweza kutajia. Lakini mnafahamu kwamba ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania